Leo tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, Mahakama ya Rufaa ya Tanzania ambayo ikikaa katika kikao chake hapa jijini Dar es Salaam, yupo na majaji watatu: Jaji Mwarija, jaji wa Mahakama ya Rufaa, Jaji Zainabu Mruke, jaji wa Mahakama ya Rufaa, na Hamisi Amur, jaji wa Mahakama ya Rufaa. Alikuwa nasikiliza kesi ya mapitio ambayo imeletwa na mkurugenzi wa taifa wa mashtaka ya DPP dhidi ya Tundu Antipas Mugwai Lissu, ambayo ikitokana na ile kesi ya uhaini ambayo iko bado katika mahakama kuu masijala ndogo ya hapa Dar es Salaam. Sasa maombi haya yanatokana na ule uamuzi wa mahakama kuu wa tarehe 24 ya mwezi wa pili mwaka 2026, ambapo mahakama kuu ilikuwa imekataa kupokea ile notisi ya ushahidi wa ziada kutoka shahidi ambaye tayari alikuwa ameshaorodheshwa katika orodha ya mashahidi wa mahakama ya ukabidhi au mahakama ya komito, ile mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam inayokaa pale Kisutu. Sasa upande wa jamhuri au kuridhishwa na uamuzi wa mahakama kuu ambao ulikuwa umekataa kwamba ule ushahidi ambao unatakiwa kutolewa ulikuwa unatakiwa kutolewa na mtu ambaye tayari ni ameshaorodheshwa, lakini kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa kesi za jinai kinakataza kwamba shahidi tayari ambaye ameshaorodheshwa katika orodha ya mashahidi na mahakama ya ukabidhi hawezi tena kuletwa kutoa ushahidi katika ushahidi mwingine au ushahidi wa ziada katika mahakama kuu. Upande wa jamhuri wenyewe umepeleka maombi yake ya mapitio katika mahakama ya rufaa. Tarehe hiyo 24, mnakumbuka siku ile kwamba tulikuwa tuendelee na kesi, walikuwa maomba ahirisho la dakika 50, wakaenda wakatumia saa 4 nzima. Baadaye walivyorudi ndio wakatuambia kwamba wakatuletea hiyo notice. Walivyoibuka saa 8 na karibu saa 9 kasorobo ndipo walipokuja na hiyo notice kwamba wamekata rufaa mahakama wamepeleka na maombi ya mapitio mahakama ya rufaa. Sasa kesi hii imechukua, mwenyekiti ameweza kuonyesha wazi kabisa kwamba tokea tarehe 24 ya mwezi ule wa pili mwaka 2026 hadi leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 ni siku 139 ambazo yeye amekaa ndani, kesi haijasikilizwa, na amesema kwamba ilikuwa ni mbinu mojawapo ya kuweza kuipaki kesi, kwamba kuichelewesha tu wakati yeye anaendelea kuumia. Sasa alikuwa amewasilisha zuio pingamizi dhidi ya maombi ya serikali, akisema kwamba haya ni miongoni mwa aina ya mashauri au aina ya maombi ambayo hayaruhusiwi na sheria, kwa sababu mahakama inapotoa uamuzi mdogo kuhusiana na hoja yoyote mahakamani, basi wadau hawaruhusiwi kukata rufaa au kupeleka maombi ya mapitio, labda tu pale ule uamuzi unapokuwa umetolewa uwe na ile hadhi ya kumaliza kabisa lile shauri au kuamua kwamba nani kashinda nani kashindwa, na kwa maana hiyo kuna hukumu au kuna uamuzi ambao unaamua moja kwa moja haki za wadau. Kilichotokea siku ile ilikuwa ni kwamba tu kipande cha ile notice ilikuwa imekataliwa na kesi itakiwa iendelee. Kwa hiyo akawa ameweka pingamizi. Upande wa serikali wanasema wao walikuwa sahihi, wao walikuwa wanapinga kwamba mahakama ilianza kujadili ule ushahidi na kwamba hawakusikilizwa kutokana na kujadili ushahidi. Mwenyekiti Tundu Lissu ameweza kuonyesha kwamba amepitisha katika rekodi ile akionyesha kwamba jinsi ambavyo mahakama ilitoa nafasi kwa pande zote mbili kusikilizwa, na kwa maana hiyo basi hilo dai la kusema kwamba kusikilizwa sio sahihi, na akaomba vile vile kwamba kutokana kwamba amekaa ndani kwa hiyo siku 139 basi mahakama itumie madaraka yake au mamlaka yake chini ya kifungu cha 367 cha sheria ya makosa ya jinai kuweza kumpatia fidia, na akasema kwamba yale yote ambayo yamefanywa na mkurugenzi wa mashtaka wa taifa mashtaka yanakiuka ibara ya 59 ibara ndogo ibara 59 b kubwa fungu kile kidogo cha 4 ambacho kinamtaka muendesha mkurugenzi wa mashtaka kuhakikisha kwamba anatenda haki, kesi zinakwenda haraka na atumii mfumo wa jinai kuweza kufanya nini, kumuumiza mtu au kutotenda haki. Hasa baada ya kusikilizwa pande zote hizo mbili, mahakama imesema kwamba itatoa uamuzi wake. Inataka nafasi kwanza kuweza kuamua, je, pingamizi la mwenyekiti Tundu Lissu lilikuwa ni sahihi? Kama ni sahihi itaishia tu hapo, lakini ikiona kama pingamizi alikuwa na msingi, basi itaingia katika awamu ile ya kufanya nini, kutolea uamuzi katika yale maombi ya serikali ambayo yalikuwa yamesikilizwa.
Kwa hiyo ndicho ambacho kimejina. Baada ya hapo akasema mahakama ikasema baada ya kuandika uamuzi basi notice au taarifa itatolewa kutujulisha kwamba uamuzi huo utakuwa tayari lini, tayari kwa kuweza kusomewa. Asante. Leo wanachama, wananchi, viongozi na vyombo vya habari ambao mmefika kwa wingi sana leo. La pili, tutumie fursa hii kurudia na kusisitiza, Mwenyekiti Tundu Lissu ameeleza gerezani kwamba mahakamani hapa kwamba uamuzi wa DPP na waendesha mashtaka wa serikali kuwasilisha maombi haya kinyume cha sheria, kinyume cha haki, ni matumizi mabaya ya mamlaka ya DPP na mipaka aliyowekewa na katiba ya nchi, ibara ya 59 B kubwa kifungu kidogo cha 4 ambacho kinataka yeye katika kutumia mamlaka yake kinamtaka asiingiliwe na mtu yoyote wala mamlaka yoyote, lakini ayatumie hayo mamlaka kwa kutenda haki, ayatumie hayo mamlaka bila matumizi mabaya ya mamlaka, na ayatumie hayo mamlaka kwa maslahi ya umma. Kwa maombi haya yaliyoletwa mahakamani na kwa hoja ambazo Mwenyekiti Tundu Lissu amezisema mahakamani, ni dhahiri kwamba DPP amekwenda kinyume na mamlaka hayo ya kikatiba kwa siku hizo 139 ambazo Mwenyekiti Lissu amekuwa gerezani. Sasa sisi hatutaingilia maamuzi ya majaji, lakini tunarudia kumtaka DPP, kwa sababu kulisema hili sio kuingilia mambo ya mahakama wala sio kuingilia mambo ya mahakamani. DPP ana mamlaka kwa mujibu wa katiba na sheria, wakati wowote ule akiona kesi haina msingi wowote, wakati wowote ule akiona kesi haina maslahi ya umma, anaweza kupeleka mahakamani hati ya nia ya kutokuendelea na kesi, nore prosecute, na akisha wasilisha hiyo hati, kesi inafutwa mara moja. Namna mojawapo ya nchi yetu kuondokana na aibu hii inayoendelea mahakamani, namna ya nchi yetu kuepukana na matumizi mabaya ya fedha za umma, kwa sababu kadiri kesi inavyoendelea kusikilizwa mahakamani. Kwa mfano leo imesikilizwa mahakama ya rufaa, makao makuu ya mahakama yalishahamia Dodoma. Maanake majaji wakija mahakamani hapa mahakama ya rufaa ni gharama za umma, wanakuja Dar es Salaam kwa ajili hiyo, ni gharama. Mmeona halaiki ya askari huko nje na magari ya askari na deployment kubwa, sio tu eneo la nje ya mahakama, mitaa mbalimbali, kwa sababu ya kesi hii ambayo haina sababu yoyote ya kuwepo mahakamani. Tunarudia tena kumtaka DPP kuiondoa hii kesi mahakamani. Mwenyekiti amekushakaa gerezani siku nyingi, 1 mwaka na miezi 3. Inatosha, kesi hii iondolewe mahakamani. Lakini nitumie fursa hii kwa uchache tu kusemea vile kauli ambazo Waziri Mkuu amekuwa akizitoa mfululizo wa hizi siku chache hizi. Kwa siku 5 mfululizo amekuwa akitoa kauli mbalimbali. Anayeitwa Waziri Mkuu moja ametoa kauli akitaka kuonyesha kwamba yeye Mwigulu Lameck Nchemba na serikali hiyo ambayo sisi hatuitambui hawana mgogoro na vyama vya siasa. Kwa maneno mengine vile Mwigulu anasema hana mgogoro na Chadema. Hii kauli ya Mwigulu Lameck Nchemba ni ya uongo, kwa sababu uamuzi wa Patrobas Katambi kutoa zuio la mikutano ya hadhara, uamuzi ambao umekuwa na baraka kwa maneno ya yeye mwenyewe Mwigulu Lameck Nchemba, uamuzi ambao tunaamini unatokana na Samia Suluhu Hassan. Uamuzi huo unaashiria kuna mgogoro mkubwa ambao yeye Mwigulu Lameck Nchemba, Samia Suluhu Hassan, Patrobas Katambi na wenzao wanao dhidi ya Chadema, na mambo mengine yote wanayoyasema ni visingizio tu, lakini dhamira ni kuzuia mikutano ya hadhara ya Chadema. Sasa kamati kuu imekutana na maamuzi ya kamati kuu, tutawaita wanahabari kuja kueleza maamuzi ya kamati kuu iliyofanyika Kigoma. Lakini ishara nyingine ya kwamba kuna mgogoro kati ya Mwigulu Lameck Nchemba, ofisi ya Waziri Mkuu, na Chadema ni kwamba mpaka tunavyozungumza hivi sasa, na hili Mwigulu analifahamu,
ofisi ya waziri mkuu inalifahamu, msajili wa vyama vya siasa ambaye yuko chini ya ofisi ya waziri mkuu bado amezuia ruzuku ya Chadema ya milioni 500. Tulipotoa kauli hii awali kabla ya kwenda kwenye kamati kuu, walisema ofisi ya msajili, wakanukuliwa na nyinyi vyombo vya habari, wakasema kwamba Chadema imepeleka barua ya kukumbusha jambo hili na kwamba linashughulikiwa. Siku chache baadaye, na asema haya hadharani, msajili akatuandikia barua nyingine ambayo haikuwa na msingi wowote, lakini ilikuwa na dhamira ya kuchelewesha ifike juzi tarehe 30 mwezi Juni mwaka wa fedha uishe, ili msajili aje atoe kisingizio kwamba jambo hili limechelewa, fedha zimerudishwa hazina. Katika hali hii, kwa kuwa tumeshaanza mwaka mpya wa fedha, leo ni tarehe 3 mwezi Septemba, tarehe 3 mwezi Julai, tarehe 3 mwezi Julai, tunamtaka Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba na ofisi ya waziri mkuu na wizara ya fedha, kama wanasema hawana mgogoro na Chadema, tuna mgogoro nao mkubwa sana sisi kwenye mambo makubwa sana. Chadema tuna mgogoro nao na Watanzania tuna mgogoro nao. Watanzania wana mgogoro na serikali hii. Hilo ni jambo ambalo liko dhahiri, wasiseme kwamba hakuna mgogoro katika nchi hii. Lakini katika jambo hili dogo sana la ruzuku, tunawataka watoe kauli. Kama bado hawaendelezi migogoro, ni kwa nini mpaka sasa hawajaingiza ruzuku ya Chadema? Kwa wanachadema wote, nitumie fursa hii tu kuwaeleza jambo hili la kuzuia mikutano ya hadhara. Mvute subira, tumekushalisema kwamba ni uamuzi haramu, ni uamuzi batili. Kauli ya Patrobas haikuzingatia katiba, haikuzingatia sheria, hakuwa na mamlaka kutangaza hali ya hatari, hakuwa na mamlaka ya kuzuia mikutano. Lakini ni hatua zipi ambazo chama tutachukua? Kamati kuu imekushafanya maamuzi, tutawaita makao makuu ya chama, tutatangaza uamuzi. Kwa sasa tuko katika msiba vile, makamu mwenyekiti wetu amefiwa na dereva. Leo asubuhi kabla ya kuingia mahakamani nilitafuta update ya nini kinachoendelea, kwa sababu jana hakufanyika uchunguzi wa mwili, na nikawa nimeelezwa muda ule ndio sasa walikuwa wameingia kukamilisha uchunguzi wa mwili. Tumekubaliana kwamba taarifa ya matokeo ya uchunguzi itatolewa na viongozi walioko kule Kigoma. Maanake kule bado yuko makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche, yuko vile naibu katibu mkuu Amani Golugwa. Watatoa taarifa kuhusu swala hili la msiba na ratiba ya maziko baada ya kuwa uchunguzi umekamilika kule Kigoma. Katika hatua hii tu nisisitize kwamba tutawaita makao makuu ya chama wanahabari kuwaeleza maamuzi ya kamati kuu iliyokaa kwa siku 3 Kigoma. Asanteni sana.